We greet you brothers and sisters in the name of the Lord Jesus Christ. Tunawasalimia wandugu na wadada katika jina la Bwana Yesu Kristo. This is another opportunity we have met so that we can be able to worship the Lord together. Hii ni nafasi njema tumepata ili tuweze kumwabudu Bwana pamoja. We are particularly concerned with the church in up country Kabiti Chai. Hakika tunashikilia kanisa liko pande za juu la Kabiti, whom we cannot meet face to face but we can meet through the streaming. Ambao hatuwezi onana uso kwa uso lakini tunaweza onana kwa aina ya mtandao. This message is for them and any other viewer who may be interested to hear this message. Huu ujumbe ni wao na mtu yote ambaye anaangalia angetaka kusikia huu ujumbe. And we trust it's going to bless us and others. Na tunaamini itaenda kutubariki na wengine. We are here very few meeting this place we are recording. Tuko wachache hapa tumekutana ambapo tunanakiri. But I trust where you are blessed in your homes, or if you are driving, God will bless you. Na tuamini pahali uko ama uko nyumbani ama unaendesha, Mungu atakubariki. And before we do anything or start anything, na kabla tuanze jambo lolote, we are going to open with the word of prayer. Tutaenda kuanza na neno la maombi. Our Heavenly Father, we are so thankful this afternoon. Baba wa mbinguni, tunashukurani majioni ya leo to have met in this place where we are recording this message. Kukutana pahali ambapo tunanakiri huu ujumbe. We have been ministering these messages in the past weeks. Tumekuwa tukihudumia huu ujumbe kwa wiki ambazo zimepita. And it has been a blessing to many, and even today is going to be a blessing to many and ourselves. Imekuwa baraka kwa wengi na imekuwa baraka kwa wengine na kwa sisi. Start with us. Anza na sisi. And when we see the end of the message, we shall glorify thy holy name. Na wakati tutaona mwisho wa ujumbe, tutatukuza neno lako. We invite the presence of the Holy Spirit. Tunamwalika uwepo wa Roho Mtakatifu. He brings his anointing and his inspiration today. Alete upako wake na ufufio wake leo. Through me and others who are going to listen. Kupitia mimi na wengine ambao wataenda kusikiliza. And when we see the end of this meeting, we shall glorify thy name. Na wakati tutaona mwisho wa huu mkutano, tutatukuza neno lako. We magnify thy holy name because we ask it in the name of Jesus Christ. Tuliinua jina lako na tunauliza katika jina la Bwana Yesu Kristo mwokozi wetu. We are going to open our meeting with a song. Tutaenda kufungua mkutano wetu na wimbo. We are going to sing a Swahili song. Tunaenda kuimba wimbo wa Kiswahili from the nyimbo za Injili. Songs of worship. Number 34. Number 34. Bwana usehemu yangu. Lord, you are my part. Thou my everlasting portion. Wewe ndiye uzima wangu wa milele. Bwana sehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu tatembea na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, katika safari yangu tatembea na wewe. Mahali hapa sikutaka ili niheshimiwe, naye nikute mashaka sawa sawa na wewe, pamoja together na wewe, with you, pamoja together na wewe, with you, safari yangu in my journey, tatembea na wewe, with you, niongoze safari, guide me in the journey, mbele unishukuru, in the fine, mulangoni mwa mbinguni, in the door of heaven, niingie
get through with you. Pamoja na wewe. I and you. Pamoja na I and you. Mlangoni The doors mwa of mbinguni niingie na We shall wewe. enter together. We are going to open our Bibles Tutaenda kufungua Biblia zetu from the book of John chapter 16 katika kitabu cha Yohana 16 from verse 7 to verse 15. kutoka mstari wa 7 mpaka 15. And we are going to read. Na tutaenda kusoma. John 16 from verse 7 to 15. Yohana 16 from 7 kuelekea 15. Inasema hivi: Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the Comforter will not come unto you, but if I depart, I will send you unto him. Lakini mimi nawaambia iliyo kweli, yafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hata kuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. And when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. Naye akisha kuja, huyo atauhakikisha ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Of sin, because they believe not on me. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Of righteous, because I go my Father, and you see me no more. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Of judgment, because the prince of this world is judged. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Hata bado ningali nayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili hivi sasa. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whosoever he shall hear, that shall he speak, and he will shew you all you things to come. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall shew it unto you. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you. Na yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hiyo nalisema kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Huzuni itageuka kuwa furaha. May God bless his word. Na Mungu abariki neno lake. Our message this afternoon is going to be headed to follow God's provided way. Ujumbe wa siku ya leo utakuwa kufuata njia imetolewa na Mungu, The guide. ambayo inaitwa mwelekezo. You remember since we started having this streaming, Mnaweza kumbuka kutoka tuanze kunakili haya 3 weeks ago, wiki 3 ambazo zimepita. the first message was God, where God has provided his way, that's where men should worship. Ujumbe wa kwanza ulikuwa pahali Mungu ameteua kuweka jina lake, hapo ndio wanadamu wote wanastahili kuabudu. And then the other message is, na ujumbe huo mwingine ni God chosen place of worship. Mahali Mungu amechagua pa kuabudia. We talked about that deeply. Tuliongea kuhusu hayo kwa yakini. And then we came and talked about Patmos vision. Na pia tukaja tukaongea kuhusu ono la Patimo. And the last quote we spoke in that message, nafasi ya mwisho ambayo tuliongea kwa huo ujumbe, it talks Jesus will provide
7 church ages. Yesu Kristo atatoa wakati wa nyakati 7 za kanisa, And he brought 4 messengers. He brought 7 messengers, na akaleta wajumbe 7 which we mentioned 2 weeks ago. ambao tulitaja wiki 2 zilizopita. We just give a quotation or reference to those messengers. Tukapeana kufuatilia kuhusu wajumbe hao. And then we talked about the last messenger in the book of Laodicean Church Age. Tukaangalia katika mjumbe wa mwisho katika kanisa la Laodikia. And we see that messenger is called Prophet William Marion Branham. Na tukaona huo mjumbe anaitwa Nabii William Marion Branham, who is represented by the animal eagle. Ambaye anasimamiwa na mnyama aina ya tai. And we understand the eagle is the animal which is a prophetic animal. Na tunaamini kuwa tai ni mnyama ambao ni wa kiunabii. And in the book of Exodus chapter 19 verse 4, na katika kitabu cha Kutoka 19 mstari wa 4, we are going to read it. Tutaenda kusoma. We see God has mentioned this eagle with his prophet. Tuone Mungu amemtaja huyu tai na manabii wake. Can we read that book? Exodus 19:4. Exodus Kutoka 19:4. Let's listen to what God talks about that. Wacha tusikie vile Mungu anaongea kuhusu huyo. Head of an eagle. Hicho kichwa cha mwana tai. You have seen what I did unto the Egyptians, and how I bare you on eagle's wings, and brought you unto myself. Umeona jinsi nilivyowatendea wa Misri, na jinsi nilivyowachukua nyinyi juu ya mabawa za tai, na nikawaleta nyinyi kwangu mimi. So this animal eagle God uses. Kwa hivyo huyu mnyama tai Mungu anatumia. And when you look at the characteristic of this eagle animal, na ukiangalia tabia za huyu mnyama tai, is one of the most powerful birds. Ni mnyama ambaye ako na nguvu sana. There is no any other bird which is like eagle. Hakuna ndege mwingine ambaye anakaa kama tai. And most of the countries in the world, the eagle represent their logos. Na katika mataifa yote duniani, mataifa yote yanatumia mwanatai katika nakara zao. You find America has their emblem is eagle. Unaangalia katika Amerika nakara yake ni eagle. And even part of their money is eagle. Na katika pesa zao sehemu moja ni tai. You see Germany, na ukiangalia Ujerumani, they also uses eagle. Wanatumia yule mwanatai in their emblems. Katika nakara yao. And they call eagle, the name of German eagle is called condor. Na yule mwanatai wa Kijerumani anaitwa condor. Even they got an aircraft called condor. Na wako na ndege anayeitwa condor, which is an eagle, ambaye ni mwanatai. So at the last age of messenger is represented by an eagle. Naye mjumbe wa mwisho anasimamiwa na mwanatai. And the eagle has got a very strong eyes. Na mwanatai ako na jicho kali sana. And it goes very high, about even that mouse in the sky. Anaenda juu zaidi, maili zaidi ya 30. You find even those angani. In the aircraft they can see eagles the same parallel with the aircraft. Hata unaweza ona ndege wako pamoja na sehemu moja na wanatai. And when that eagle is in the sky, can see the smallest animal on the land. Na wakati wa mwanatai yako kule angani, anaweza ona mnyama mdogo akiwa chini ya ardhi. You can see the rabbit in the ground at that level. Akiwa kule juu anaweza muona sungura akiwa katika sehemu ile. And that animal eagle can see the past. Na yule mwanatai anaweza ona kinyume. That's why God represented his messenger with an eagle, because he can see
eternity. Na ndiposa Mungu akamweka mjumbe wake na mwanatai, kwa sababu anaweza ona He umilele, can see what has been happening anaweza ona in the kile creation. kimekuwa kitendeka katika maumbile, He can see what's going to happen in the future. anaweza ona kile kitafanyika hapo mbeleni, And he can see what is happening currently. na anaweza onyesha kile kinafanyika wakati huu. That is our message. Huo ndio ujumbe wetu. Our message and our messenger bring things from eternity. Ujumbe wetu na mjumbe wetu unaleta mambo katika umilele, Then he brings things which are going to be in the future. tena analeta mambo ambayo yatakuwa hapo mwisho, And then it sees what is happening today. na wakati huo anaona yale yanatendeka siku ya leo. There's nothing hidden in the eagle's eye. Hakuna chochote kimefichwa kwa macho ya mwanatai. There's nothing hidden in the presence of God. Hakuna kimefichwa katika uwepo wa Mungu, And that's why God provided that animal. na hiyo ndio jambo kubwa Mungu akapeana huyo mnyama, And also represent the Holy Spirit. na pia ni ishara ya Roho Mtakatifu. The place where we have read, Mahali ambayo tumesoma John 13, katika Yohana 13, John 16 verse 13, I was brother to read that again, hapo so that we can start explaining about it. hapo Yohana 16 mstari wa 13. Let's hear what the Bible says. Wacha tusikie vile Biblia inavyosema. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hatanena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Let's see this message number 62. Wacha tusikia huu ujumbe 10:14e wa 62:10-14 masaa ya jioni, paragraph 13. Where it says, Pahali inasema when the Holy Spirit comes, wakati huyo Roho he Mtakatifu will guide atakapokuja, you in all truth. atawaongoza kwa kweli yote. Paragrafu 13. As brother continue looking for it, Wakati ndugu anaendelea kuangalia, it says, and I would like to take this text few minutes to call your attention upon this word called guide. Na nitaendelea kuchukua wakati wenu mdogo mtilia maanani kwa huu ujumbe unaitwa kielekezo. A guide, you know, I have had some quite experience in the wood. Kielekezo, mimi nimekuwa na kujua hali katika nyikani. A guide, someone to show you aloud. Wakati mwingine inakuonyesha pahali uko. You have to take a guide when you don't know where you are going. Unastahili kuchukua kielekezo kama hujui pahali unapoenda. And being acquainted with the hunting and of the in the world aloud. Na nimejulishwa katika mambo ya kuwinda na katika ulimwengu unaozunguka. I had opportunity to meet guides. Nimekuwa na wakati mwema wa kupatana na vielekezo. And I am a guide.
na mimi mwenyewe ni kielekezo, myself in Colorado. na mimi mwenyewe katika Colorado, Because knowing the country, kwa sababu nikijua nchi, ranching and so forth, katika nyika za kufuga wanyama na kwingine, guide in the Colorado. Ninaweza elekeza ndani ya Colorado. Colorado is a very dry area. Colorado ni nchi ambayo imekauka. It's like what we have in this country. Ni kama ile tulio nayo hapa nchini. We got areas which are very densely forested. Tuko sehemu zingine ambazo ziko na msitu mwingi, na sehemu nyingine ni kumekauka, which is like a wilderness, ambapo labda ni kama jangwa. You need somebody to guide you. Unastahili mtu wa kukuongoza. But this place is calling about Colorado. Lakini pahali ambapo anapopaita Colorado, the danger is when it is raining. Shida ni wakati kunanyesha, or when it is snowy, ama wakati kuna baridi, or there's something called blizzard, ama wakati kuna it's a wind coming, the snow, ni upepo ambao unakuja na theluji, he does you to see ahead, na inakuzuia kuona mbele. It's very dangerous because you may not know where you have come from. Ni hatari sana kwa sababu huwezi jua pahali umetoka na pahali unaenda. Now listen to this. Usikiliza katika haya. A guide has to know the way. Mkielekezi lazima ujue njia. We are talking about the Holy Ghost. Tunaongea kuhusu Roho Mtakatifu. We are told he is a guide. Ambao tumeambia ni mwelekezi. He has been where you have not been. Amekuwa pahali wewe hujawahi kuwa. This world we have not been because we are born the other day. Hii dunia hatujawahi kuja kwa sababu tulizaliwa siku nyingine. We are 30 years. Sisi tuko na miaka 30, 60 years, miaka 60, 80 years, miaka 80, 100 years, miaka 100. But you don't know the way. Lakini haujui njia hapa duniani. But the Holy Spirit has been here thousands and thousands of years. Lakini Roho Mtakatifu amekuwa hapa duniani kwa miaka maelfu na maelfu. We are talking about the physical. Tunaongea kuhusu yaliyo dhahiri, even spiritual, hata yale ya kiroho. So you have to have a guide. Kwa hivyo unastahili kuwa na kielekezo. Holy Spirit has to know where he is going and what he is doing. Roho Mtakatifu anastahili kukujulisha pahali unaenda na pahali unafanya, and how to take care of you along the road, na jinsi ya kujiweka sawa jiani. He got to see that you don't come up lost. Itakuonyesha hautaenda upotee. A guide is a selected man. Yule mwelekezi ni mtu ameteuliwa. The state select this man if he is a guide. Serikali ya mji huo inamchagua mtu kama ni mwelekezi. And now in going on a trip into the wilderness, lakini sasa unapoenda katika kutembea nyikani, where perhaps you are not used to going, pahali ambapo wewe haujazoea kwenda, it is not a good thing for you to go without one. Sio jambo jema kwenda kama huna mmoja. Even here in our country, hata hapa nchini mwetu, when the tourists come to visit here, wakati wageni wanakuja kutembelea, tour guides, kuna waelekezi wa watalii, wanajua pahali kuna hatari, they know where there are deep valleys, wanajua pahali kuna mitaro mikubwa. If you want animals, they know where those animals are found. Kama unataka wanyama, wanajua pahali ya wanyama wanapatikana. They know the meandering in the wilderness in and out. Wanajua njia za kupenya kule jangwani, nje na ndani. If anything happened to you, kama kuna jambo litakutendekea, it is his responsibility. Ni jukumu lake. He got to take care of you. Anastahili kukushughulikia. He got to see that you are not lost. Ataenda kuhakikisha kuwa haujapotea. He has got to be sure that he don't send you in somewhere that you don't know your way back. Atahakikisha hata kutuma pahali ambapo wewe haujue njia ya kurudi. And if you do get lost, na kama utakuja kupotea, he got to know the country so well, atastahili kuwa anajua ile nchi vizuri, that he can pick you up, anaweza kukuchukua just any time,
wakati wowote. He got to know all these things Anastahili kujua haya to yote become a guide. ndivyo awe He mwelekezi. cannot be a guide. He cannot be licensed to be a guide without this information. Hawezi pewa cheti bila kujua haya mambo. So when just talked about the Holy Ghost is going to be your guide. Wakati Yesu anasema Roho Mtakatifu atakuwa kielekezi, There's not anybody in the world. hii sio mtu katika This dunia. is the bride. Huyu ni biharusi. These are children of God Hawa ni watoto wa Mungu who are called, ambao wameitwa, who have followed the message of the hour, ambao wanafuata ujumbe wa wakati, who have been baptized in the name of the Lord Jesus ambao Christ. wamebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, They have been filled with the Holy Spirit. ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu. God take care of them, Mungu anawashughulikia, not everybody. sio mtu yoyote. Because God does not want his children to get lost. Kwa hivyo Mungu hataki watoto wake wapotee. Listen, because Sikiliza, kwa you sababu can have a death walk. unaweza kuwa na utembezi uliokufa. We have seen people getting lost and die because they don't have a guide. Tumeona watu wakitembea na wanakufa kwa sababu hawana mwelekezi. Now, if you don't get these preparations Ka made, kama hutapata majitayarisho haya ya and you are kutengenezwa figuring to taking a trip into the wilderness, na unajitayarisha kuchukua njia kwenda nyikani where you haven't been before, ambapo hujawahi kuwa pale, you may come up lost unaweza enda na upotee and perish. na ukufe. You got about 1% chance to get out of the wilderness Una alama 1% kutoka huko nyikani if you don't have a guide. kama huna mwelekezi. That is, if it isn't too dense, you might have 1% chance to get out by yourself. Na kama itakuwa imeshikana sana, unaweza kuwa na 1% But kujitoa pale. if it is very bad wilderness, Na kama ni nyika iliyo hatari way sana, back you haven't got a chance to get out. njia ile unaweza kuwa hauna njia yoyote ya kutoka pale. There's no way to do it Hakuna njia ya kufanya hivyo, because you find yourself on the death walk, kwa sababu ulijipanda mwenyewe katika safari ya kifo, and then you have already done. na wewe mwenyewe umeshatenda hayo, Then you are finished. kwa hivyo umeshaisha. Now, and you perish if you haven't got a guide Sasa hivi utakufa kwa sababu huna mwelekezi that knows the country and knows how to get back. ambaye anajua hiyo nchi na jinsi ya kurejea. He talks about some scout boys. Anaongea kuhusu vijana wa skauti They went to the mountain. ambao walitembea katika mlima, They know about scouting. wakajua jinsi ya They have kuscout, instrument to communicate back. wamepewa njia ya kunena pahali walitoka, And they went to that mountain. They went to Colorado area, wakatembea katika hiyo Colorado up a hill. kule juu ya mlima, But unfortunately, they didn't have a guide. lakini ya kustajabisha hawakuwa na mwelekezi, And a blizzard came. na huo upepo wa theluji Mixed ukanja with the snow. ambao umechanganywa And the na boy did theluji, not way back. They made a mistake. They did not carry. na vijana hawakujua njia ya kurejea, hawakubeba, And they all perished. na wote wakaangamia. They tried to call helpers, but the helpers, Wakajaribu kuita wasaidizi, lakini they could not wasaidizi trace them. hawangeweza kuwapata. That's the danger when you go without a guide. Hiyo ndio hatari wakati unaenda bila kielekezi. So, guide, Jesus knows about it, very important. Kwa hivyo Yesu anajua kielekezi ni cha maana sana. In the book of Proverbs said, don't lean on your own understanding. Katika kitabu cha Zaburi inasema usitegemee mawazo yako. The book of Proverbs, Katika kitabu cha Zaburi chapter 3, Proverb, Methali 3 say, don't lean on your own understanding. inasema usitegemee akili zako. Don't think you know too much. Usifikiri umejua zaidi, Rely on God. mtegemee Mungu. Then he says, God's guide never fails.
Kierekezi cha Mungu hakuna wakati kinashindwa. Paradhati, Katika paragraph 30 this message of 62, huo ujumbe it wa says the guide 62 never fails. kierekezi cha He will never mislead you. hata kupoteza. And you are going to see some examples. Na tutaenda kuona katika mfano If you fulani, get the wrong guide ukipata kierekezi makosa and you don't understand the message of the hour, na hujui ujumbe wa wakati, you get lost. utapotea. The guide has understanding Kierekezi kina ufahamu how to go and what to do. jinsi ya kwenda na jinsi ya kufanya. God has always sent a guide to his people. Mungu kwa wakati wote ametuma kierekezi kwa watu wake. God has never failed. Mungu hajaishindwa. God sent a guide, Mungu anatuma but kierekezi, you got to accept that guide. lakini unastahili kukubali kile kierekezi. You have got to believe it. Unastahili kukiamini. You have to go to the way he says. Na unastahili kwenda kama vile anavyosema. If you get into a wilderness Kama utaenda katika nyikani and your guide says, na kile kierekezi chao kiseme, go this way, iseme enda pande hii, and yet you think you got that way, na uendelee ukifikiria umepata njia ile, you are going to come out lost. utaenda baadaye kupotea. Then when God said as a guide to guide us, Wakati Mungu anatuma kierekezi cha we kutuongoza, have got to follow that guide. tunastahili kufuata kile No kierekezi, matter what we think, hata kama tunawazia namna what gani, looks personally vile tunaangalia katika mtu binafsi, and what looked ridiculous, ama ile inaonekana sio ya kawaida, we are not subject to define that. hatujaangaziwa tugawanye yale. The guide Ye- is the only one. Ile kierekezi ndio yeye mwenyewe He knows the way. anayejua njia. Listen to this. Nasikiliza haya. In history, God had guides. Katika historia Mungu amekuwa na kierekezi. God in the Old Testament Mungu katika Agano la Kale sent prophet. alituma manabii, They were guides. ndio walikuwa vierekezi, Because the word of the Lord came to the prophet. kwa sababu neno la Mungu lilikuja kwa They were manabii, guides. kwa sababu ndio vierekezi, They instructed the people as we had last night kwa sababu waliagiza watu kama vile tulisikia jana jioni of Isaiah and Uzziah. katika Isaia na Uzia. They were instructed Waliagizwa and they instructed the people na wakaagiza watu and guided the people. na wakaongoza watu. And now God has always sent his guides. Nao Mungu amekuwa akiagiza kierekezi chake. He has always never been without a guide. Hakuna wakati wote amekuwa bila kierekezi. All through the age, Katika miaka yote God has always had somebody Mungu kwa wakati wote amekuwa na that mtu represented him on the earth. ambaye amemsimamia hapa duniani. 2 weeks ago we see these guides Wiki mbili zilizopita tumeona vierekezi in hizi terms of messengers. ambao kwa njia ya watumwa. These are guides of God. Hawa ni vierekezi wa Mungu. There was Paul, Kulikuwanga na Paulo, there was Irenaeus, kulikuwa na Irenaeus, St. Patrick, alikuwa mtakatifu Patrick, there was Luther, kuna Lutheri, and there was Wesley, kulikuwa na Wesley, and then there is Elijah, who is prophet on our time. na kuna Elijah ambaye ni nabii kwa wakati wetu. These were God's guides. Hawa ni vielekezi wa And Mungu, you should listen what they say. na unastahili kusikiliza vile wanavyosema. Now listen to this one. Usikilize katika haya. Now, sometimes they get off the guide, Wakati mwingine wanaenda kando na as we kierekezi, call it. kama vile tunavyoita. When Jesus was here on earth, Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, don't you remember Jesus said to the Pharisees, unakumbuka vile Yesu aliambia Wafarisayo, you are a bright guide. nyinyi ni
vielekezi vipofu, bright guides, vielekezi vipofu, bright scriptures. vipofu kwa They maandiko. were supposed to be guide. Kulistahili kuwa na Guide to the kielekezi, people. kielekezi kwa watu, Guiding the people. ikiongoza watu Salvation. kwa uokofu. But just said, Lakini Yesu akasema, you blind. nyinyi vipofu, And he said, let them alone. na akasema acheni nao, For if the bride lead the bride, kama kipofu ataongoza do they kipofu, both fall in the dish? si hao wawili wataanguka kwenye shimo? If you got people, pastors and the bishops and the cardinals and the popes who are misleading you, when they get lost, you get lost with them. Ukipata watu mapastors, mabishop na cardinal na pope wanaongoza wanapotoza watu, Even yourself, you get lost. hata we mwenyewe utapotea. Bride guides. Vipofu How the world vielekezi, has been contaminated with that. vile dunia imepata kuchanganyishwa na hayo Bride guiding. na vielekezi vipofu. He doesn't want you to rely on your own understanding. Hawataki wewe utegemee kufahamu kwako. God does not want you to rely on your understanding Mungu hataki utegemee ufahamu or wako your thought ama akili yako or any man-made thought. ama akili imetengenezwa na mtu. And I want to read the book of Matthew 23:16 Nataka tusome katika kitabu cha Mathayo 23:3 and verse 16. katika mstari wa 16. Read for us, brother. Na Matthew tusomee 23, yes, Mathayo 23:16. 16. Inasema hivi: Woe unto you, you blind guides, which say, whosoever shall swear by the temple, it is nothing, but whosoever shall swear by the gold of the temple, he is a debtor. Ole wenu viongozi vipofu, nyinyi msemao, mtu atakaye apa kwa hekalu si kitu, bali mtu atakaye apa kwa dhahabu ya hekalu amejifunga. Read 17. You fools and blind, for whether is a greater, the gold or the temple that sanctify the gold? Wapumbavu nyinyi ni vipofu, maana ni ipi iliyo kubwa, ile dhahabu au lile hekalu litakasalo dhahabu? Jesus is God Yesu ni Mungu and he talks like God. na anaongea kama Mungu. One time, Wakati the mmoja, story goes like this. ni hadithi inaenda namna hii. A bishop died Askofu alikufa and he went to hell. na akaenda kuzimu. Then another his pastor also died Naye mchungaji mmoja wake naye akakufa, and somebody also died. na mtu mwingine naye akakufa. So when they went to hell, Wakati walienda kuzimu, so another person who died, he came to hell. naye mtu mwingine ambaye alikufa And akakuja he met kuzimu, his pastor in hell. na akakuta yule mchungaji wao kule And kuzimu. this follower said, are you here also? Naye yule mfuazi wake akamuuliza, hata wewe uko hapa? Akwambia, Anakwambia, Bishop is another room. askofu ako katika chumba hicho kingine. So you can see how they lead people. Unaona vile wanaelekeza The whole watu. generation of those Christians, they went to hell. Vizazi vyote vya Wakristo hao wote wakaenda kuzimu, Because they had no guide. kwa sababu hawakuwa Or na they kielekezo, ignored the word. ama wakatupilia mbali neno. Paragraph 3 says in the same message, Katika paragraph 33 katika ujumbe huo God said guides, Mungu anatuma and vielekezo, God wants you to remember that is appointed guide. na Mungu anataka ukumbuke kuwa huyo ni mteule wa kuongoza, And we must remember him. na lazima tukumbuke yeye. Here I say, Jesus said, Hapa Yesu I will anasema, not leave you
sitawaacha, but I will pray the Father lakini nitaomba Baba that he will send you another comforter. kuwa atatuma msaidizi mwingine. That's why we read the book of John 16. Hapo tulisoma katika Yohana 16. Comforter is a guide. Yule msaidizi ni kielekezi, And this comforter, na huyu msaidizi when he was to come, wakati alikuwa was to aje, guide us to all truth. alikuwa tuongoze katika kweli yote, And the word of God na neno la Mungu is the truth. ndiyo kweli, And the word is Christ. na neno ni Yesu. I am the way, the truth, and the life. Mimi ndiye njia, ukweli na uzima. He is the word. Yeye ndiye neno. In the beginning was the word, Hapo mwanzo and the kulikuwa word neno, was with God, na neno likuwa na Mungu, and the word was God, na neno likuwa Mungu, and the word was made flesh, na neno likafanyika mwili, dwell among us. likiishi pamoja nasi. Then if we follow the new true guide, Na kama tunafuata kielekezi the cha Holy kweli, Spirit, Roho Mtakatifu he was to tell us what he had seen anastahili kutueleza kile ameona in the past, pale mwanzo, what he saw on his way, vile alivyoona katika akinja, what he had heard, kile where he alichosikia was, pahali alipokuwa, and he was to show us things that is to come. na alistahili kutuonyesha mambo ambayo yatakuwepo. Amen. Amen. There you are. Hapo He ulipo is going to show us things to come, ataenda kutuonyesha mambo yatakayokuja, things which has never been heard, mambo ambayo hayajawahi sikika, has never been seen, ambayo hajaionekana, has never entered into men's heart. ambayo hajaingia katika That's the nafsi work of za the Holy watu. Spirit. Huyo ndiyo kazi ya Roho Mtakatifu. In the book of Revelation 10, he is going to tell us Katika kitabu cha Ufunuo 10 atatuambia the revelation of 7 seals. ufunuo wa mihuri samba, And the seals are things God has but have been hidden. na mihuri ni mambo ambayo Mungu ako naye lakini yameshafichwa. And this Bible we have in our heart Na Biblia ambayo tuko nayo ndani ya nafsi is yetu sealed with the 7 seals. imefungwa mihuri samba. People that don't know what is in this Bible, Watu wajui kile kimpo ndani ya hii Biblia. because the Bible says the word killeth, Biblia inasema neno but the linaua, Spirit gives life. lakini Roho Mtakatifu anapeana People read uzima. the Bible word but they don't understand. Watu wanasoma Biblia lakini hawaielewi. You need the Holy Ghost to disclose to you Unahitaji Roho Mtakatifu akufunulie what is in that Bible. ni nini kilicho ndani ya hiyo Biblia. And when the church today reject that, Na wakati kanisa siku ya leo linakataa hiyo, churches review this message of the hour. kanisa linakataa ujumbe huu wa wakati. He says, how can we ever expect to get to heaven? Tunaulizwa ni jinsi gani tutaweza fika mbinguni When the Holy Spirit was sent to us wakati Roho Mtakatifu alitumwa for a kwetu guide. kwa kutuelekeza. We will take some cardinal, Tutachukua some kardinali, bishop, tuchukue bishop, some general overseer, tuchukue or msimamizi somebody ama mtu like that kama to huyo guide us. When atuongoze. the Holy Spirit was given to be our guide. Wakati Roho Mtakatifu tulipewa awe mwelekezi. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Yesu lisifiwe. Therefore, you have to accept the Holy Spirit Unastahili kumkubali Roho Mtakatifu to be your guide. awe mwelekezi wako. We saw those bishops and those pastors in hell Tumeona hao mabishop na mapastors kule kuzimu because they refused a guide. kwa sababu walikataa mwelekezi. Let's read something here. Wacha tusome jambo fulani hapa. Before you read, let's hear this quote. Kabla tusome, wacha tusikie hii nakala. And the Holy Spirit always speaks of the word. Na Roho Mtakatifu kila mara hunena neno. I have got many things to tell you. Niko na mambo mengi ya You kuambia can understand it. ambao hamwezi elewa sahihi. But when he comes, Lakini wakati yeye he will atakapokuja, guide you into it. atawaelekeza kwa The hiyo, hidden mysteries, kwa yale siri iliyofichwa, which is hidden to the wise and the prudent. ambayo imefichwa kwa werefu na wenye majigambo. It's only
the bride ni kwa bi harusi who will be revealed. ambaye atafunuliwa. That's the reason the coming of the seals Hiyo ndio jambo kuu la kuja kwa mihuri and the finishing of the 7 seals. na kule kumaliza kwa mihuri The 7. mystery of God should be finished. Ile siri ya Mungu inastahili kuwa imeisha. So the mystery come with this prophet. Hii siri inakuja na huyu nabii. In Revelation 10 verse 7 says, Katika Ufunuo 10 mstari wa 7 you inasema, can read it from verse 1, unasoma kutoka mstari wa kwanza, but let's from chapter 10 verse 1. wacha tusikie kutoka 10 kutoka 1 hadi 7. This is what he said, verse 7. Hapa ndivyo anavyosema katika Ufunuo 10:7. But in the days of the voice of the 7th angel, Lakini katika ile siku ya malaika wa 7, when it shall begin to sound, atapokuwa tayari kupiga the baragumu, mystery of God should be finished, hapo ndipo siri ya Mungu itakapotimizwa, as he had declared to his servant the prophet. kama alivyowahubiri watumishi wake hao manabii. This man, I told you that his message is a prophetic message. Huyu ni mwanadamu ambao niliwaambia ujumbe wake ni ujumbe wa You kinabii. may refuse Unaweza kataa because his message is a guide kwa sababu ujumbe wake ni kielekezi, in the Holy Spirit. ni Roho Mtakatifu. So if you deny that prophet of our time, Kwa hivyo ukikataa yule nabii wa wakati huo, there's no problem. hakuna shida. In the day of the judgment, Wakati wa hukumu you shall be asked. utaulizwa. You are supposed to be all the way up here Unastahili kuwa njia yote mpaka hapa by that time. kwa wakati ule, Bring us into the full stature of perfect man. ikituleta hadi kimo cha mtu mwana A mkamilifu, church that is washed in the blood of Christ. kanisa ambalo limeoshwa na damu ya Yesu That was Kristo, bought without money. ambalo ilinunuliwa bila pesa, In that is paid for by the blood ambayo imegharimiwa na ile damu of Jesus Christ. ya Yesu Kristo. When you read the book of 2 Peter 1:5-6, I ask brother to read. Unaposoma kitabu cha Petro wa pili Verse 1, verse to 6. Petro wa pili 1 mstari wa 6, 5 to 6. 5 na 6, You hear what you are utasikia supposed to be. kila unastahili wewe kuwa. You are created with the 7 virtues. Wewe uliumbwa na nguvu aina 7. But let's hear what the Bible says. Wacha tusikie kila Biblia inavyosema. And beside this, giving all diligence, and add to your faith virtue, and virtue knowledge. Naam, na kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu, katika imani yenu tieni wema, na katika wema wenu maarifa. And to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness. Na katika maarifa yenu kiasi, na katika kiasi chenu saburi, na katika saburi yenu utaua. You hear a human being or a believer or a bride. Umesikia mwanadamu ama mwaminio ama bibi harusi, He got 7 qualities akona dhamana 7, to enable the Holy Ghost to guide you to the end. ndivyo awezesha Roho Mtakatifu akuongoze hadi mwisho. The first quality is faith. Ya ile gharama ya kwanza ni imani, And here faith comes by hearing the word of God. na neno nasema
imani huja kwa kusikia neno la Mungu. So when you believe and you're baptized in the name of the Lord Jesus Christ, Wakati unaamini na umebatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo, if you accept the word, kama umekubali neno, if you reject the word, kama umekataa neno, continue with your rejection. endelea na kukataa But the kwako. one who believes, Lakini kwa yule ambaye he ameamini, got the faith as the base. atakuwa na imani kama msingi. Second is virtue. Ile ya pili ni nguvu. So when you receive the faith, God gives additional quality which is called virtue. Wakati umekubali imani, Mungu anakupatia dhamana ingine ambayo ni nguvu. You become a special creature. Unakuwa mnyama asiye wa kawaida. God has given you power. Mungu amekupatia nguvu. In your hand, you can heal the sick. Katika mikono yako unaweza ponya You can wagonjwa. lay hands on the sick. Unaweza kuwekelea mikono You kwa can wagonjwa. cast the devil in the name of the Lord Jesus Christ. Unaweza toa mapepo katika jina la Bwana Yesu There's Kristo. another quality you have. Hiyo ndio dhamana uko naye. That quality God gives you as a believer is knowledge. Hiyo dhamana ingine Mungu anakupatia kama mwaminio ni ufahamu. To understand who God is. Kuelewa Mungu ni nani. To understand God's message. Kuelewa ujumbe wa Mungu. Then from there, God give you another quality called temperance. Kutoka hapo Mungu anakupatia dhamana ingine ambayo inaitwa kiasi. He give you power to persevere things. Inakupatia nguvu ya kustahimili mambo. You are able to contain yourself, you sustain yourself. Unaweza kujishikilia, kujiweka. You can be able to persevere fear and worry, even hunger. Unaweza kustahimili woga hata njaa. That's called temperance. Hiyo ndio inaitwa You kiasi. remove anger. Unatoa kukasirika. You refuse abusive language. Unakataa lugha ya kutusi. If somebody abuses you, you forgive him. Kama mtu amekutusi, unamsamehe. Temperance. Hiyo kiasi. You are full of love. Umejaa upendo. You don't retaliate. Hauna wa kujilipiza kizazi. Another quality God give you is patience. Ile dhamana ingine Mungu anakupatia ni kule kusubiri. You are patient on issues. Unakuwa wa kusubiri katika mambo. You can be poor, but God can give you the power to persevere or to that until the next level. God will give you something you want. Mungu anaweza kupatia mambo ya kicho mpaka Mungu atakupatia wakati mwingine. You may not have something now. Unaweza kuwa huna kitu kwa wakati. You may not have a house. Unaweza kuwa hauna boma. You may not have communication powers. Unaweza kuwa hauna njia ya kujieleza. God will make you to remain patient. Mungu atakufanya uwe wa kusubiri. If you become a farmer, kama unaweza kuwa mkulima, you can be patient until your crop grows and harvest and sell. Unaweza kuvumilia hata wakati mimea yako itakuwa mpaka wakati wa kuvuna. You don't have to steal people's things to make yourself rich. Hautaenda kuimba mali ya watu ndivyo ujifanye tajiri. Corruption will go away. Ufisadi utaenda kando. Because God has given you patience. Kwa sababu Mungu amekupatia kule kustahimili. Because God knows how to reward his people. Kwa sababu Mungu anajua jinsi ya kuwarejeshea watu baada ya kazi. You don't steal people. Haustahili kuibia watu. You don't have what do you call it? Tamaa. You don't have that greediness. Hauna hiyo tamaa. You are patient. Uko na kule kusubiri. You wait for God that will give you. Unangojea Mungu mpaka wakati akupatie. If you are working, God is going to give you promotion. Kama unafanya kazi, Mungu atakuja kupatia kuinuliwa. God from nowhere will bring a blessings to your life. Mungu kutoka njia yote, Mungu ataleta mtu katika maisha yako. Then another quality God give you is godliness. Dhamana nyingine Mungu anakupatia ni ule utaua. That means you can become a godly lady, a godly man, a godly young man. Hiyo ni kusema unaweza kuwa una utaua wa mzee, kijana, mwanamke. You are not going to run for things which are not yours. Hautaenda katika mambo ambayo sio yako. You will not be waiting for people there, you give them gutter so that you can steal from them. Hautaenda kugojea watu na unaweka tanzi ndivyo upate mali kutoka kwao. You wait. Unangojea. Mungu utaua utakufanya uombe na
na ufunge, Because the guide, kwa sababu which is the Holy Spirit, kielekezi the ambayo one ni Roho who's guiding you. Mtakatifu ndiye anakuongoza. Then the last one is brotherly kindness. Na ya mwisho ni upendano wa kidugu. So you continue loving your brothers, Kwa hivyo unaendelea kwa kuwapenda wadugu, loving your family. ukipenda familia yako. Now listen to paragraph 6. Sikiliza katika paragrafu 36. Now here we are a guide. Here we are a guide. Hapa tu waelekezi, And he is God's provided guide. na kuna kielekezi kimepeanwa na Mungu, Not from the theological schools, si kutoka katika shule za or from theolojia universities or colleges. ama university ama college. We are going through a wilderness and we are on our Lord somewhere. Tunapitia katika nyika na tuko katika njia mahali fulani, And we cannot get along without this guide. na hatuwezi songa mbele bila hiki kielekezi. And there anybody to try to substitute Na muonya mtu yeyote ajaribu any other kutoa guide. kielekezi kingine. Instead of this Holy Ghost, you bring another substitute. Badala ya huyu Roho Mtakatifu unaleta ya badala ama ya badia. If you do, Ukifanya hivyo, he will take you off the line. atakutoa katika ule mkondo. This guide knows the way. Hiki kielekezi chanjua He njia, knows every inch in the way. anajua katika kila hatua ya He njia, knows everything that is in your heart. anajua kila wazo lolote liko ndani He ya moyo knows wako, everybody that is here. anajua kila mtu yeyote ambaye yupo He hapa, knows who you are and why you have done. anajua wewe ni nani, na anajua kila umeshafanya And all about you. na yote He anayokuhusu. is God's guide, Yeye ni kielekezi cha the Mungu, Holy Spirit. Roho Mtakatifu, And they will reveal things to you, na atafunua mambo kwako, and will tell things that he has heard. na atakwambia mambo yote Can ameshayasikia. repeat your word right back Anaweza rudia maneno yako hapo and say what you have said. na aseme vile ulivyosema, Tell you what you have been, na akwambie vile umekuwa, what you have got, kila umeshapata what you are doing. na kila unachofanya. A guide, the correct guide, Kielekezi dhahiri, and he will guide you to all truth. atakuelekeza kwa kweli yote, And his word is the truth. na neno lake ni ukweli. Praise the name of the Lord. Neno la Bwana That's the lisifiwe. guide God has given us. Hiyo ndio kielekezi Mungu ametupatia, The Holy Ghost. huyo Roho Mtakatifu. There's a character in the Bible who never had patience. Kuna mtu mmoja katika Biblia ambaye hakuwa na kule kustahimili, And God told him not to do, and he did it. na Mungu akamwambia asifanye, naye akafanya. These are the people at the end of the day you find them in the fire in hell. Hao ndio utapata baada ya siku watu wako ndani ya moto kule kuzimu. This man, God told him, don't go to that king. Huyu mtu aliambiwa usiende kwa yule mfalme, But he had a lot of desire lakini alikuwa na shauku of materialism. ya kupata mali. And God told him, no, when people came to tell him to go and bless the king, wakati watu walimuita ili aje abariki and mfalme to go and curse the children of Israel, na aende akalaani wana wa he Israeli, went to God. alienda kwa He was Mungu. a prophet. Alikuwaga He nabii, was prayerful. alikuwaga And he muombaji, went to God. alienda kwa Mungu. He thought their strangers has come to me, Akaambia kuna wageni ambao wamenikujia, and they told me I go with them to cast some strange people coming from the wilderness. ameniambia kuna watu ambao wanakuja na wanataka ni waraani kule jangwani. And God told him, don't go, leave those people. Na I know Mungu- about them. Na Mungu akawaambia usiende, mimi nawajua. And this man, prophet, went back. Na yule nabii akarejea, And these people went back. na hao watu wakaenda kwa mfalme, And they told the king that man has refused to come. wakaambia yule mfalme, huyo mtu amekataa kuja. The king said him with the lucrative promises. Mfalme akatumana na dhamani nyingi,
And he sent senior people than the previous senior. na akatuma watu wakuu zaidi kuliko wale ambao So alitumana that hapo man to awali, come to cast akiwaambia these people, aambie huyo mtu akuje ili alani hawa and watu, I will promote him. na yule mfalme atamuinua. And when they came to this man, Na wakati walikuja kwa huyu mtu, and he went to seek the information from God whether he should go or not. akaenda kutafuta ujumbe kutoka kwa Mungu ili ajue ili ataenda ama hataenda. I don't know what's wrong with that man. God said no. Sijui kile kilikuwa The ndani ya first yule time. mtu. Mungu alimwambia hapana And now wakati he wa wants to kwanza, go towards God another time. na wakati huu anataka kwenda kwa Mungu wakati mwingine. Shall I go with these people? Niende na hawa You watu? don't mean God did not want to go for the second time, for the first time? Unataka kumaanisha Mungu hakukwambia usiende And wakati now wa you want kwanza, to go? na wakati huu unataka kwenda? That's how the people they do when they fail to get the Holy Ghost. Hivyo ndivyo watu wanafanya wakati When wanakosa the Holy kupata Ghost Roho talks Mtakatifu. once is final. Wakati Roho Mtakatifu ameongea na yeye moja, hiyo ni ya mwisho. When he went to seek will from God, God told him go. Wakati alienda kutafuta uhusia kutoka kwa Mungu, Mungu akamwambia enenda, Not on God's will. sio katika ule uhusia wa Mungu. It was permissive will. Ni ile njia ya kuruhusu ya Mungu. That's why you see many people doing things which God does not allow, and they think it's God's way. Na ndiposa unaona watu wakifanya mambo ambayo Mungu hakubali na wanafikiri ni njia ya Mungu. And when this prophet was on the way, Na kati huyu nabii alikuwa katika God njiani, was very annoyed. Mungu alikuwa amekasirika, He sent an angel akatuma malaika with a drawn sword. akiwa ametoa upanga wake. You know that man. Unajua yule It's mtu called Balaam, anaitwa Balamu, with his donkey. na yule punda wake, And the donkey could see the angel, but this blind prophet cannot see the angel. yule punda angeona malaika, lakini huyu nabii kipofu hangeona. That's how it is today. Hivyo ndivyo ilivyo These sasa. bishops, Hawa mabishopu whatever their canons, cardinals, majina yote ya walio nayo have no eye. That's what Jesus Christ, you've got eyes and you cannot see. kano hawana macho, na ndiposa Yesu anasema mko na macho na hamwezi ona. Luke chapter 10 says that he has blinded them Na katika kitabu cha Luka 10 inasema Mungu amewatia upofu and has revealed the secret to the children. na amefunua siri yake kwa watoto. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana So Yesu God has got a libarikiwe. way of showing the people his own way. Mungu ako na njia yake ya kuonyesha watu wake njia yake. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana Yesu And the Kristo Bible libarikiwe. says, Na Biblia inasema the soul that sinneth shall surely die. ile nafsi itendao dhambi kwa hakika itakufa. Let's read verse 16. Wacha tusome katika paragrafu 16 And the same message. katika huo ujumbe. First of all, read the book of Ezekiel chapter 18 verse 4. Kwanza tusome kitabu cha Ezekieli 18 verse 4. 18 Which mstari wa says, the 4 soul that sinneth shall surely die. inayosema nafsi itendao dhambi kwa hakika itakufa. He said, all souls are mine. Inasema nafsi zote ni zangu. Let's hear what the Bible says. Brother, read for me. Wacha tusikie vile Biblia inavyosema. Behold, all souls are mine, as the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Tazama, roho zote ni mali yangu, kama vile roho ya Baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya Mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi itakufa. All souls, Nafsi zote, all human beings, wanadamu wote, black, white, brown, whatever color they are, weusi, weupe, haijalishi rangi yao, they belong to God. wote ni wa Mungu. And that's why God said men should repent. Na ndiposa Biblia inasema wanadamu wanastahili kutumbu. He said that's the reason why God sent Jesus Christ. Hiyo ndio jambo kuu Yesu Kristo, Mungu akatuma Yesu Kristo, Because God does not bring anybody to judgment without giving the message kwa first. sababu Mungu hamwiti mtu kwa hukumu kabla hajampatia hukumu So kwanza. when the message is given to you and you reject,
Kwa hivyo wakati unapewa ujumbe kwako na unakataa, what waits for you is judgment. kile unangoja wewe ni hukumu, Because the wages of sin is death. kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Human being, Mwanadamu there's no other way. hakuna njia ingine. He said, I'm the way, the truth, and the life. Anasema mimi ndiye njia, ukweli na uzima. And you see, people have come with their own way, Na watu wamekuja katika njia yao with the other names. na katika majina yao. And in the book of John chapter 5, Na katika kitabu cha Yohana says, I 5 have come in my Father's name, inasema nimekuja na jina la Baba, but people have rejected me. na watu If wamelikataa. another, Kama kuna mwingine, that another is the devil, huyo mwingine ni shetani. come with another name, they will accept. Atakuja na jina lingine, watu watakumkubali. And also remember in the book of, we talked about the book of Matthew chapter 13, Na tuna katika kitabu cha Mathayo 13 that kuwa the sower went to sow the seed, yule mpazi alienda kupanda mbegu, and the enemy came by night, na yule adui akaja usiku and he planted na akapanda tares. akapanda magugu. Tares among the seed. Magugu ndani ya mbegu. Tares among the wheat. Magugu ndani ya ngano. Let's read that book of Matthew 13. Wacha tuone katika kitabu cha Mathayo 13. We see the harvest time. Tuona wakati wa mavuno. Yeah, we are going to read chapter 13 from 36. Tunaenda kusoma 13 kuanzia mstari wa 36. Read for us, brother. Tusomee ndugu. Then Up 43. hadi 43. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciple came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. Kisha Yesu akawaaga makutano, akaingia nyumbani, na wanafunzi wake wakamwendea wakasema, tufafanulie mfano wa magugu ya kondeni. And he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man. Akajibu akasema, azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. The field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. Imagine, the tares are children of the evil one. Fikiria, ibara magugu ni watoto wa yule muovu. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is the end of the world. You see there are two seeds here. Na uangalia hapa kuna mbegu mbili. There are wheat, seed of God. Kuna ngano, mbegu ya Mungu. And there are tares, seed of the devil. Na kuna magugu, mbegu ya shetani. Serpent seed. Yule uzao wa nyoka. Among the seed, among the children of Ikuwa God. miongoni mwa watoto wa Mungu. Let's continue. Wacha tuendelee. But the tares are the children of the wicked. The enemy that sowed them is the devil. The harvest is at the end of the world, and the reapers are the angels. Yule adui aliyepanda ni ibilisi. Listen. The reapers are the angels. Wale wavunaji ni malaika. These 7 messengers in the book of Revelation 1, Wale wajumbe 7 katika Ufunuo 1, in the 7 church ages, katika nyakati 7 za makanisa, the Bible says these messengers are the angels. Biblia inasema hawa wajumbe ni malaika. Because these angels are the one who are going to reap Kwa sababu hawa malaika ndio wataenda kuvuna the wheat. ile ngano. And we understand the tares shall be tied in the bundles. Na tunaona yale magugu yatafungwa katika vikundi matita And they will be the matita, first harvested. na ndio watakuwa wa kwanza kuvunwa. Continue, brother. Endelea ndugu. As therefore the tares are gathered and burned in the fire, so shall it be in the end of the world. Basi kama vile magugu
yakusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. The Son of Man shall send forth his angels, and they shall gather out of his kingdom all things that offend, and them which do iniquity. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote, na hao watendao maasi, and shall cast them into a furnace of fire, and there shall be a wailing and gnashing of teeth, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. This is the end of the world. Huu ndio mwisho wa dunia. This, you can see now there are 10 virgins, 5 wise, 5 foolish. Tunaona kuna mabikira 10, 5 werefu na 5 wajinga. These 5 foolish virgins, hawa 5 wajinga, they have been gathered by this message. Wameshakusanywa na huu ujumbe. They have rejected the message of the hour. Wamekataa huu ujumbe wa wakati. They have joined to groups. Wamejiunga katika vikundi, Denominational groups. Katika vikundi vya madhehebu. It's a prophecy. Ni katika unabii. And we understand, na tunaelewa, they shall be gathered together, watakuwa wamekusanyika pamoja, and they shall be put in fire, na watawekwa katika tanuru ya moto. This is tribulation period in the book of Revelation 6. Hii ni nyakati za dhiki katika Ufunuo 6. They shall be locked outside. Watafungiwa nje. We understand they shall be crying and gnashing of the teeth. Tunaelewa watakuwa wakilia na kusaga meno. When the rapture takes place, wakati unyakuzi unachukua wakati, they shall go through the tribulation watapitia katika dhiki kuu. It is the time they are trying to knock the door. Huu ndio wakati wanajaribu kugonga mlango ili wanunue mafuta. The door is knocked. Mlango wanapiga. And they say, open for us. Wakisema tufungulieni. And the man who is marrying these 5 virgins, na yule mtu ambaye anaoa hawa mabikira, yule bwana harusi, he will tell them, atawaambia, I don't know you, mimi siwajui, workers of iniquity. Nyinyi watendao dhambi. What is iniquity? Kutenda dhambi ni nini? Iniquity is to know something right but you don't do it. Dhambi ni kujua jambo, kujua kufanya jambo ipasavyo, lakini ufanyi. What God commands. Unajua vile Mungu ametoa amri, you must believe. Lazima uamini. Because unbelief is sin. Na kwa sababu kutoamini ni dhambi. And that is said in Ezekiel 19 says, na Bwana anasema katika that sin shall surely die. Na katika kitabu cha Ezekieli Mungu anasema hiyo nafsi itendayo dhambi kwa hakika itakufa. Is to unbelief. Ni kutoamini. So kwa hivyo wakati unakosa kuamini ujumbe, is a sin. Hiyo ni dhambi. It's iniquity. Hiyo ni maofu. And that's why you shall be punished. Na hiyo ndio utaadhibiwa. And Christ will judge you. Na Yesu atakuhukumu. And he shall tell you, did you hear the message of the hour? Atakwambia ulisikia huo ujumbe wa wakati? Ulifanyaje nao? That is iniquity. Hiyo ndio maofu. And as my time is almost coming to an end. Wakati muda wangu unafika kikomo. Maybe I'll finish next time. Nitamalizia wakati wa mwingine. But maybe I'll finish with this one. Lakini nitamaliza na haya. From the book of 1 Kings 22. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 22. From that 13 to 14. 1 King. Wafalme wa Kwanza. We are finishing. Tunamalizia. Read for us, my brother. Tusomee ndugu. From 13 to 14. 13 hadi 14. And the messenger that was gone to call Micaiah spoke unto him, saying, Behold now the word of the prophet, declare good unto the king with one mouth. Let thy word, I pray thee, be like the word of one of them,
and speak that which is good. Na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia akasema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Neno lako na liwe na kusihi kama neno la mmoja wapo wao, ukasema mema. And Micaiah said, as the Lord liveth, what the Lord says unto me, that will I speak. Mikaya akasema, kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aniambialo ndilo nitakalo linena. This was the time of Huu King Ahab ulikuwa wakati wa mfalme Ahabu and his wife who was unbeliever. na mkewe ambaye hakuwa mwaminio, She is called Jezebel, ambaye anaitwa Jezebeli, the first woman in the world to paint her lips. mwanamke wa With red kwanza paint. duniani kuweka rangi midomoni mwake, And rangi her nyekundu fingers. na vidoleni. It has never been. Haijawahi kuwa. That is work of unbelievers. Hiyo ni kazi ya wasioamini. This woman was unbeliever. Huyu mwanamke alikuwa asiamini. He was married by a man of God called Ahab. Alikuwa ameolewa na mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Ahabu. Ahab was a believer. Ahab He alikuwa was a mwaminio. Jew. Alikuwa Myahudi. He followed Jewish religion. Alifuata dini ya Kiyahudi. But the woman he married Lakini mwanamke ambaye alioa had brought pastors doctrine of Baal, alikuwa ameleta wachungaji mafundisho ya Baali which were not to do with the Jewish tradition. ambao hayakuwa yahusike na mtindo wa Kiyahudi. She had converted most of the Jewish priests to become Baal's priests. Alikuwa amegeuza wachungaji wa Kiyahudi kuwa wachungaji wa Kibaali, Or devils worshippers. ama waabudu shetani. And Ahab had allowed that doctrine or teaching in his kingdom. Na Ahabu alikuwa amekubali haya mafundisho ndani ya ufalme wake. And we can so many examples about this woman called Jezebel. Na tunazaona mifano mingi ya huyu mwanamke ambaye anaitwa Yezebeli. She's an evil woman. Ni mwanamke wa shetani. She is the one who initiated Ahab to kill somebody called Naboth. Ni yeye alihakikisha Ahabu ameua mtu ambaye anaitwa Nabothi, So that he can annex the land next to the king's farm. ndiposa aweze kupata lile shamba ambalo lilikuwa To limekaribia plant the shamba la fruit. mfalme, ndivyo apande matunda. And Ahab Na yule Ahabu followed the instruction of his wife. akafuatilia maagizo ya huyu bibi yake, And that man, a Christian, a believer, was murdered. na yule mwanadamu mwaminio Mkristo akauawa. And Ahab told Ahab, go and now take the farm. Na Ahab akaambiwa ende achukue lile shamba, And Ahab was very happy. na Ahab alikuwa amefurahi I sana, don't know, he knew how it has happened. na sijui alijuaje vile alivyofanyika, But he went with his bodyguard to the farm. na akaenda na wasimamizi wake katika shamba. When he was in the center of the farm, Wakati alikuwa katikati ya ile shamba, all these things God was seeing in heaven. haya mambo yote Mungu alikuwa anaona akiwa mbinguni. And he told Elijah, Akaambia Elijah, go to the farm of Naboth, you shall meet Ahab. enda katika shamba la Nabothi utamkuta Ahabu. And they met in the center. Na wakakutana pale katikati. And the prophet Elijah told Ahab, Na yule nabii Elijah akaambia Ahabu, the way you killed Naboth, vile ulivyoua Nabothi, your blood will be licked by dogs. damu yako italabwa na mbwa, And your wife will be eaten by dogs. na yule bibi yako atakuliwa na mbwa. So that's the kind of Ahab king was. A believer, he became a pagan man. Hivyo ndivyo mfalme Ahabu alikuwa mwaminio, akawa mwabudu wa kipagani. Now this king, Huyu mfalme, there was another land which was called Gilead. kuna shamba lingine ambalo lilikuwa linaitwa Gileadi.
when they were passing from Egypt, this farm it was theirs. Wakati walikuwa wanatoka Egypt kwenda Kanani, hii shamba lilikuwa lao. But another king took it over. Lakini mfalme mwingine akaichukua. But this man Ahab knew this farm belonged to Israel. Na huyu mfalme Ahabu akajua hii shamba ni la wana wa Israeli. He wanted to get that land without God's blessings. Alikuwa anataka kupata lile shamba bila baraka za Mungu. It was untimely to acquire that land. Ilikuwa si wakati unaofaa kuteka lile shamba. And he called another king called Jehoshaphat. Na akaita mfalme mwingine ambaye alikuwa anaitwa Yehoshafati, kuja unisaidie to go and get this farm which belonged to Israel. Niende nichukue hili shamba ambalo ni la wana wa Israeli. And Jehoshaphat came. Na Yehoshafati akaja. And this prophet of Jezebel, na hao manabii wa Yezebeli had prophesied walikuwa wametoa unabii that Ahab is going to get that farm. Ati Ahabu ataenda kupata lile shamba. And he was very happy. Na alikuwa amefurahi sana. So he called his friend Jehoshaphat, who was a Christian. Akaita rafiki yake ambaye anaitwa Yehoshafati ambaye ni Kristo aje amsaidie. And Jehoshaphat said, Yehoshafati akasema, do you have a man of God who can prophesy whether you are going to win or not? Unajua mtu wa Mungu ambaye anaweza kutoa unabii kwamba utashinda ama hapana? I got 450 priests. Ahabu akasema niko na 450 senior ones, makuhani, mabishopu wakubwa ambao waniambia nitashinda. Jehoshaphat said that is okay. You don't have. Jehoshaphat akasema ni kweli. Akauliza hauna mwingine? Akasema there's another one but I hate him. Akasema kuna mmoja lakini simpendi. Because he does not talk anything good. Kwa sababu haneni jambo lote jema. He talks is always against me. Wakati jambo lote anaponena linakuwa kinyume nami. Jehoshaphat said just call him anyhow. Jehoshaphat akasema muite kwa njia yote. We hear what is God is going to talk. Tusikie vile Mungu atakavyosema. I would like brother today from verse 16 go downwards. Nataka ndugu watusomee kutoka 16 kwenda chini. And the king said unto him, How many times shall I adjure thee, that thou tell me nothing but that which is true in the name of the Lord? Mfalme akamwambia, mara ngapi nimekupisha usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? And he said, I saw all Israel scattered upon the hills, and the sheep that has no shepherd. And the Lord said, These have no master. Let them return every man to his house in peace. Akasema, niliona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. And the king of Israel said unto Jehoshaphat, Did I not tell thee that he would prosper no good concerning me, but evil? Mfalme wa Israeli akaambia Yehoshafati, Je, si nikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? And he said, Hear thou therefore the word of the Lord. I saw the Lord sitting on his throne, and all the hosts of heaven standing by him on his right hand and on his left. Mikaya akasema, nasikia basi neno la Bwana. Nilimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama pande wa mkono wake wa kuume wa kushoto. And the Lord said, Who shall persuade Ahab that he may go up and fall at the Ramoth Gilead? And one said on this manner, and another said on that manner. Bwana akasema, ni nani atakaye mdanganya Ahabu ili akwe Ramoth Gilead aanguke? Basi huyu akasema hivi, ni huyu hivi. Just listen this one. Sikiliza haya. Ahab said that this man when he talks about me he is always huyu mtu anaponizungumzia ana kinyume nami. And then he told Micaiah before King Jehoshaphat. Akaambia Mikaya mbele ya yule mfalme Jehoshafati, Can't you tell me the truth? Hauwezi niambia ukweli about this matter? Kuhusu haya. Because others say that we can go, we are going to prosper. Can you tell me your version? Kwa sababu wote wamesema tunaweza enda na tunawiri. Si uniambie katika njia yako.
Jehoshaphat, Micaiah said, if you want to hear what God says Mikaya akasema kama ungetaka kusikia vile Mungu anasema about your mission to go to meet Ramoth Gilead, kuhusu kwenda kwako kwa Ramoth this is Gileadi, God says, haya ni ya Bwana. I saw the children of Israel in the wilderness like a sheep without a shepherd. Nimeona wa Mungu wa wana wa Israeli kama kondoo ambao hawana mchungaji. That's a prophecy. Huo ni unabii. Then he said, God took me to his throne in heaven. Mungu alinichukua katika kiti chake cha enzi. And then I saw Na kisha God nikaona asking his angels, Mungu akiuliza malaika who wake, is going to talk to Ahab to tell him a lie? nani atakayeongea kwa Ahabu amwambie uongo? No angels frontiered. Hakuna malaika alijitolea, Because angels cannot do something bad. kwa sababu malaika cannot lie. hawezi fanya kitu makosa na hawezi danganya. So no angel frontiered to go and give a lie to Joshua, Kwa hivyo to Ahab. hakuna malaika aliyejitolea kwenda kusema uongo kwa Ahabu. Then Micaiah said, I saw an evil spirit. Naye Mikaya akasema nimeona roho mchafu. When God asked question, no angels answered. Wakati Mungu aliuliza swali, hakuna malaika aliyejibu. An evil spirit. Roho mwovu He came and told God, akaja akaambia Mungu, I'm going to make Ahab's prophet talk lies to the king. nitaenda kutoa unabii kwa Ahabu makosa. And you know, devil always go to God. Na mnajua shetani wakati wote huwa anaenda kwa Mungu. Even the time of Job, Hata wakati wa he went to before God. hata wakati wa And Yobu asked alienda permission mbele za to Mungu destroy Job. na akaitisha nafasi amharibu. And then we understand Ayubu. devil, even today, God to give the accusation to the believers. Na tunajua hata wakati huu shetani anatafuta mashtaka kwa waaminio. So we can see that in this case, devil went to seek permission to go and tell a lie. Tunaona wakati huu shetani alitafuta nafasi kwenda kuongea uongo. And the bishop of other pastors was there, what called Ezekiel. Na mkuu wa mabishop wa mapasta wengine ambaye anaitwa Ezekieli, He stood up and said, when did the Holy Spirit left me to come and talk of things like that? akasema ni wakati mgani Roho Mtakatifu aliniacha niaje nikasema maneno kama haya? And he came and he slapped the prophet of God. Na akakuja na akamchapa kofi nabii wa Mungu. And the Bible says, Na Biblia inasema harm not my anointed one. Usimtie mdhuru wale wametiwa mafuta, Or my prophet. ama manabii wangu. And this is a man of God called Zedekiah. Na huyu ni mtu wa Mungu ambaye anaitwa He Zedekia. come and hate the prophet of God. Anakuja anamchapa nabii wa Mungu kwa And kofi. Micaiah said, the time you shall see what is happening, that's the time you shall know God. Na Mikaya akasema wakati utaona ikifanyika ndio mtajua kuwa Mungu. And Ahab told Micaiah, Na Ahabu akaambia Mikaya, put him in the jail mweke katika until I gerezani come. mpaka nirudi. But Micaiah said when he was being dragged out, Lakini Mikaya akasema wakati alikuwa anavutwa, if you come back alive, kama utakuja ukiwa hai, God has not spoken to you. Mungu hajaninenea. Because God never talk lies. Kwa sababu Mungu hawezi ongea makosa. Ahab never came back alive. Ahabu hakurejea kuwa hai. He was killed in the battle. Aliuawa katika He tried to vita. camouflage himself. Alijaribu kujificha. He tried to give his kingly dress to Jehoshaphat. Alijaribu kupatia vazi la kifalme kwa But the Yehoshafati. enemy knew this is not Ahab, this is another king. Lakini adui alijua huyu sio Yehoshafati, But lakini one mfano of the mwingine. soldiers strike the arrow in the sky. Lakini askari moja akaweka ule mkuki kwa mshale juu angani, And that arrow came and found where Ahab was hiding Now- with its civilian clothes. na huyo mshale ukaja pahali Ahabu alikuwa amejificha na vazi la kijeshi, And he was killed.
na alikufa according to the word of Micaiah. kulingana na neno la Mikaya. Ahab failed to get the proper guide. Ahabu alikataa kupata kielekezi He get a woman called sahihi, Jezebel his guide. kwa sababu alichukua Jezebeli kama And kielekezi, if you don't get the proper guide from God, you shall perish. na wakati unakosa kuchukua kielekezi sahihi cha Mungu utaangamia. You don't get the right tour to guide you in the wilderness. Hautapata utembezi unaostahili nyikani. The end of Balaam was chaotic. Mwisho wa Balaamu ulikuwa wa shida. Now this is the end of Ahab is a chaotic. Naye huu ni mwisho wa Ahabu ni wa shida. Because they refused to follow God's kwa guide. sababu walikataa kufuata kielekezi cha The Mungu Holy Spirit, ambaye ni Roho Mtakatifu, whom we have today. ambaye tuko naye If siku ya you leo. want to have eternal life, Kama unataka kuwa na uzima wa our milele, guide today says that believe and be baptized. kielekezi siku ya leo kinasema amini na ubatizwe, And be baptized in the name of the Lord Jesus na Christ. ubatizwa katika jina la Bwana Yesu And Kristo, you shall receive the gift of the Holy Spirit. na utapata kipawa cha Roho Mtakatifu. And the Holy Ghost is God himself. Na Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, Is your guide. ndiyo kielekezi chako. So when you are one day you shall be crossing the river Jordan in your day of death, he will guide you to eternal life. Wakati mmoja utakuwa ukivuka ule mto Yordani wa kifo na atakuelekeza. May God bless you. Na Mungu awabariki. We shall continue with that message next time. Tutaendelea na huo ujumbe wakati mwingine, Mungu akipenda, And we are going to pray. na tutaenda kuomba. And then after prayer we are going to sing one song. Na baada ya kuomba tutaimba wimbo mmoja. And then we close. Na baadaye tufunge. Father, we want to thank you this afternoon. Baba, tunataka kushukuru majioni ya leo For that message about the guide. kwa huo ujumbe ambao unaitwa kielekezi. Following God's provided way. Kufuata njia ambayo imepeanwa na Mungu. The ego way, the prophetic way. Njia ya mwanatai, njia ya kiunabii. And that's where we want to be this evening time. Hapo ndio tunastahili kuwa katika hii masaa ya jioni. And we know that guide is the Lord Jesus Christ. Na tunajua huyo mwelekezi ni Bwana Yesu Kristo. He is the one who is guiding us in this world. Ni yeye anatuongoza hapa duniani. Lord, if I spoke anything which is not right, Na kama nimenena jambo ambalo ni makosa, I may not be eloquent enough to put that word the way I wanted to be. naweza kuwa sina nafasi ya kuweka hilo neno vile nilivyostahili. And if I spoke anything which anybody did not like it, Na kama ningenena neno ambalo mtu hakupendezwa, Father, forgive me. Bwana unisamehe. If the way we meet another time, Kama ni katika uhusia wako tupatane wakati we mwingine, shall glorify thy name. tutaliinua jina lako. Whoever is going to listen that word, Yeyote atakayeenda kusikiliza hilo let neno, them not judge me. wacha wasiniweke katika hukumu. Let that word sink down into their souls Wacha hiyo neno ingie ndani ya nafsi zao to be blessed. ili waweze kubarikiwa. We pray these things Tumeomba haya yote in the name of the Lord Jesus Christ. katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. 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 We have come to the end of the message. Tumekuja katika mwisho wa ujumbe. We said we are going to sing one song, Tumesema tutaimba wimbo mmoja, and I hope you know this song. na mimi natumaini mnajua huu wimbo. We want to say, Tunataka kuimba hold to God's unchanging word. shikilia katika mkono usiobadilika. 160. 160. Hold to God's unchanging heart. Shikilia kwa mkono wa Mungu usiobadilika. Let's sing. Wacha tuimbe. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Shikilia mkono wa Bwana usiobadilika. Build your home so things eternal. Weka mambo yako. Hold
msingi wa milele. changing hands. Shikilia kwa mkono wa Bwana usiobadilika. Time is filled with transition, Muda not of hakuna mtu anaweza stahimili. Wekelea tumaini lako katika mambo ya milele. Shikilia huo mkono wa Bwana usiobadilika. Shikilia mkono wa Bwana usiobadilika. Shikilia mkono wa Bwana usiobadilika. Weka tumaini lako kwa mambo ya milele. Trust in him will not leave. Weka tumaini kwa yule ambaye atakuacha. Katika yote ambayo atakao kuja. Kama marafiki wa dunia watakuacha, karibu kwake utaendelea kusonga. Shikilia kwa mkono wa Bwana usiobadilika. Shikilia Bwana mkono usiobadilika. Weka tumaini lako kwa mambo ya milele. Shikilia kwa mkono wa Bwana usiobadilika. Usitamani mambo ya dunia ambayo yanaisha. Tafuta kuwekeza katika mbinguni, hatayapita kamwe. Shikilia kwa mkono wa Bwana usiobadilika. Shikilia kwa mkono wa Bwana usiobadilika. Weka tumaini lako kwa mambo ya milele. Shikilia kwa mambo ya Bwana yasiyobadilika. Wakati safari yako itafika mwisho, kama kwa Mungu umekuwa wa kweli, mambo ile nyuma ya amani, ile nafsi yako ya kutahiriwa utaiona. Shikilia mkono wa Bwana usiobadilika. Shikilia kwa Bwana mkono usiobadilika. Weka tumaini lako kwa mambo ya milele.